Jamaa umenifuata hadi huku. Hapana, mimi sijakufuata. Sijakufuata. Si nilikuacha huko ukiingia kwako nikienda na yule mwenda wazimu wangu huo. Mimi umejua nimekuja tu hapa at least nipungue upepo. Upungue upepo? Nipungue upepo at least kwa sababu siwezi kauko sana. Na unajua mtumishi kwangu ni karibu tu hapa. Unaishi huku? Mimi pia natoka tu hapa karibu. Unaishi huku? Mimi naishi tu huku hapa, unapiga tu iko na moja alafu hapo hiyo unaona hiyo ile yao. Hiyo ndio kwa hiyo hapo ndio. Unaishi hapo? Mimi hapo sijajua. Lakini shortcut unaweza pita hapa pia ingine nini. Hata huyo mchizi wangu nimemwacha tu kwa nyumba. Okay, hebu nieleze. Sasa huyo jamaa mimi hata sijui shida ni gani sasa. Juu jamaa unakumbuka hata tukiwa na wewe huko alikataa sasa kutueleza chenye inamfanya. Unaelewa? Yeye ako juu anataka vita mimi nini. So venye uliniambia wewe ni mtumishi nika realize mtumishi sasa siwezi pigana na mtumishi mimi. Unaelewa? Ndio maana nilirudi chini. Nilikuwa nataka hata nimgonge. Alafu yeye ananiambia ati ulinimpatia nini? Ulimpatia dawa ukamwacha huko. Nikasema hiyo kitu make sense. Unaelewa? Sasa kukuja na yeye ananiambia mara haikukuwa dawa, mara ni tu ya kujitetea, huyo mtu amemzoea, vitu kama hizo. So umefanya vizuri umekaa tumekutana hapa kwa njia. Hebu nieleze hata wewe nijue nini ilifanyika huko. Okay, mimi pamoja hata bado tujajuana. Hata hatujajuana. Hatujajuana hata. Okay, mimi naitwa Nicholas. Naona. Sijui wewe unaitwa nani? Mimi naitwa Mwalimu. Wewe ni mwalimu? Okay, mwalimu. Sasa mimi hata venye nilikuwa nimekuja saa zile, mmoja pia ulikuja na mioto saa zile. Si yeye ndiye alikuwa ananiambia, hebu imagine ukikuta mtu kwa mto, alafu umempata hapo na amekaa tu aongei, alafu umempata tu ni hivyo venye yako ako tu na ka shot kingine hapo na ako tu hivyo. Na ananiangalia sasa nikashindwa huyu mtu watu wako wapi? Ndiye ananiambia ni mtumishi. Sasa kusikia mtumishi hapo ndio akili zangu zikapanda. Okay, mimi wacha nikuelezee mwalimu. Unaona? Harakati tulikuwa bado mlimani. So ile harakati tulikuwa mlimani unasikia nikienda kumaliza maombi. Ili sasa harakati ya kumaliza kwenda nyumbani. Nakutana huyo alikuwa anakaa chizi. Ako karibu na maji, mtoni. Unaona? Inakaa mto, inakaa kware, sijajua na sikuelewa, unaona? Lakini napata mtu ako na chupi. Alafu najaribu kuelezea my cameraman, unaona? Huyu mwenye amenishikia sasa hivi. Najaribu kumuelezea na mwambia, unaona mtu amekaa pale. Nini anafanya? Wacha. Sikuwa najua ako chupi hivyo. Ili najaribu kumsalimia kumuelezea, kumbe ni mtu mwenyewe. Alianza kunisumbua last time. Ulianza kukaa na yeye last time. Ndio sasa najaribu kuelezea mwalimu. Huyo anatumika kwa upande wa uchawi. Hujajua kwamba huyo mtu amekuja kuchunguza na kuja kuleta vita kwangu ndio uniweke chini. Huyo mtu anatumika upande wa uchawi. Ndio maana hata nilikuwa nasikia ati kuna mchawi mwingine alimtumia akampoteza, ati alikuwa anataka vitu zingine hapo, hata sikukuwa na rada hiyo story. Sasa hiyo sasa. Huyo mtu anatumika. Kwa sababu kuna mtu fulani amemtoa sijui ni kafara nini. Saa hizi ule mtu alimtoa kafara ndo anatumika na mwili yake. Ameingia kwa mwili yake sasa. Ameingia kwa mwili yake sasa, unaona? Sio wakati anatumika kwa mwili yake, unaona kama anakaa mtu anakaa na lewa, unaona? Juu anatumia mwili mbili. Anatumia mwili wake, unaona? Sasa mimi hata sikuwa nimelewa nini inaendelea. Mtumishi pole. Ndio maana unaona nimesema acha nikuje nipungue upepo hapa at least. Hiyo mawazo nitoke. Ndio maana wewe ukakuja hapa sasa hivi ukanielezea venye huko ndio ukanielezea unaishi huku na unaweza pita shortcut huko, unaona? Mimi sikuwa na chochote la kufanya. Venye alikuwa amenishika kunitoa nje ya gate. Ni kama anataka kunipiga ili venye hata wewe kukua angeniumiza. Angekuumiza juu nilikuwa naona hadi anashika mawe hadi mimi na most kwangu na anataka kunipiga. Unaona anataka kupigana wewe. Na mimi nilimwambia hata hawezi kula kwangu. Ndio sasa unaniambia ulimwokota pia huko. Mimi nilimwokota huko akilia.
Na hata mke wangu anajua vizuri achana hiyo. Pia mimi nilimpata pale pengine akiwa juu ya mti akilia. Juu ya mti? Yes. Mtu mmoja tu? Yes, akilia. Venye wewe ulimpata akilia huko mtoni, mimi nilimpata huko akilia. Ndo akanitokea tena pale pengine huko kwa mto. Tena bado ni hivyo. Mtu mmoja tu? Mmoja. Na hata sijui jina lake. Ama ataniulia mtoto. Najua niko na mtoto. Uko na mtoto? Ama ataua mtoto wangu huyo. Mimi sasa mwalimu, mimi sijui utafanya aje, but itabidi nichunguze ni venye. Juu nimejaribu kuuliza mama wa kwangu, nikuelezea mama wa kwangu kama ashachunguza stories za huyu jamaa, ananiambia huyu jamaa ako sawa, huyu jamaa nini. Lakini namwambia tumeenda kwa mtumishi. Mama wako unamaanisha bibi yako? Bibi yangu amenaniambia huyu mtu ako sawa, hata tunapiganga na yeye story hapa. Nikamwambia huyu jamaa leo alali huko, anasema siame, ako tu sawa. Mara huyu jamaa anamsaidia kwa vitu ndogo kama kutumwa nini, amechoka. Na sana ulizaje mwalimu, umekaaje for how long? Umekaa naye for how long? Huyu mtu sasa tangu ni muokote ni 2 weeks. 2 weeks. 2 weeks. Ajai niambia kwao, ajai niambia babake ni nani, ajai niambia ametoka wapi. Ni 2 weeks. Hata ndio huyu mama wa kwangu anakuja, acha ndio huyu mama wa kwangu. Unamjuanga? Mimi simjui. Hata wewe sikuwa nakujua. Huyu ndio mama wa kwangu. Salama. Kaa hapa. Ndio huyu mtumishi mwenye nilikuwa nakwambia, tulienda kwake, tulienda kuvamia huyu. Huyu ndio tulienda kumvamia. Wewe na nani sasa? Si tulienda na yule wazimu mwenye anakaa kwako yule. Tulienda kumvamia huko, huyo akaniambia mara ati huyo ndiye alimwacha huko, alimpea dawa akamwacha huko. Sasa ndio huyu mtumishi mwenye alimwacha huko kwa mto huyo. Sasa wewe unaaminiaje mtu ujui na mwenye mtu unaishi na yeye unasema yeye ndiye anadanganya? Au shua huyu anasema ukweli? Huyu ni mtumishi ujui? Ujui ni mtumishi wewe? Mimi siamini watumishi wa Nairobi ni waongo. Mtumishi huyu hakuamini na hata mimi already nimekuamini. Huyo kijana vile ni innocent. Hawezi danganya. Na hivyo ndio mkangu huwa anasemanga kila siku. Hawezi danganya, hawezi. Uongo hiyo. Nini inaendelea? Hata nashindwa. Hapana. Hebu uliza mke wangu kashajua huyu mtu ni mchizi. Yaani hujajua huyu mtu anatumika? Aje. Huyu mtu ni mzuri, ananisaidia kazi. Mimi hata saa nyingine nimechoka, mtu amenisumbua. Hapana. Huyo mtu ni mzuri sana. Mwezi mwekelea maneno anikubali. Yaani mwalimu hujui chenye inaendelea. Hata saa hii nashindwa nishike gani niwache gani. Juu wewe ni mtu mchizi, ulimwata kwa ulimpata kwa huko mto, ulimwata kwa juu ya miti. Mama wako wangu unasikia venye anasema? Mimi naona kuna kitu inaendelea hapa. Kitu gani inaendelea? Wewe mimi siwezi amini stories za huyu mtu. Huyu mtu ni muongo. Mimi siwezi amini mtu simjui. Huyo kijana ni muino senator, ananiambia mlienda kuvamia. Alisema huyo kijana alisema ukweli. Sasa nitaamini nani mimi? Kijana mgani anasema ukweli? Sasa mimi simjui, lakini venye ananiongelesha na pia ni mtumishi. Mkangu naye anarada nini sasa yeye? Mnakaanga aje kwenu? Wacha nikwambie. Sasa huyu ni mtumishi. Unaona huyu ni mtumishi. Na aliniambia yule tunakaa naye ni mtoto wa mchawi. Hata yeye ni mchawi. Hapana, mimi hiyo maneno siwezi kubaliana. Hata kama huyu ni mtumishi, hapana. Huyo kijana ni innocent. Huyo kijana ni mzuri, unamtuma naenda, ananisaidia kazi nyumbani. Hapana. Ni nini mnasengenya sielewi? Mtumishi tulikuwa tunasema huyu mimi nachanganya hapa. Sijui nishike wapi niwache gani. Unaona venye mlikuwa mmekuja jana. Unaona? Alikuja na story tofauti. Ndio hii tena pia story nyingine tena ni tofauti. Sasa unasikia mke wangu pia anasema nyingine tofauti. Utasikia mke wako tena ametumika tena. Sasa akitumika mke wangu, si unasikia venye mtumishi anasema? Natumika aje? Sasa wewe nyamaza usikie chenye mtumishi anasema. Ama hutaki kuamini huyu mtumishi? Hapana, mimi watumishi wa Nairobi siamini. Kwa hiyo kinyi sijaona hivi na macho yangu, siwezi amini. Mtumishi, wewe uko na hakika wewe ni wa ukweli? Nini inaonyesha mimi sio ukweli? Hata mimi nashindwa. Huyu mtu umujui. Ama ni juu ya nywele ama venye nakaa? Ama mimi natumika tu. Mungu ananitumia. Ashaniingizia mke kwa hizi mauchawi.
Uchawi gani? Wewe pia unaamini uchawi? Uchawi gani? Mimi siamini kitu yoyote. Ni venye tu najaribu Wewe pia unakupa mke wako? Unajua mwenye anakupatia chakula, mwenye anakupea chakula unabidi. Sasa naulizaje? Kati ya wewe na mke wako, nani mwanamke hapo? Sasa huyu ndio mwanamke, lakini kwa chakula yeye ndiye anapika. Unaelewa? Alafu huyo mtu yeye ndiye anashindanga na yeye kwa nyumba. Wewe pastor, hebu nikuulize wewe pastor. Uko na hakika na chenye unasema? Mimi niko na hakika. Mkangu wewe pia uko na hakika na chenye unasema? Mimi niko na hakika. Sasa pastor, nataka utaniprove nikikupea time, utaniprove huyu mtu wacha mimi ndakuja kivyangu. Unaona? Na ndakuja kukuprove wrong that ule mtu ni mchawi. Uongo. Ile harakati alikuja ati kama amelewa, amefanya nini analewa, huyo mtu alikuja kama anatumika na mchawi. Utaniprove? Ndakuprove. Wewe ngoja utaona wewe mwenyewe. Wewe nataka uniprove huyu mtu ni mchawi. Unaelewa? Proof gani? Hao watu ni waongo. Achana na story. Watu gani ni waongo tena? Achana na story ya proof. Mimi kijana nishakuambia ni wachache ni waongo. Ama mke wangu wewe pia uko na kitu na huyo mchizi. Umeanza kunishuku. Nauliza tu uko na kitu na huyu? Ama kuna kitu inaendelea na huyo mtu? Wewe mbona pastor anasema huyu mtu ni mchawi na wewe? Unataka kuamini pastor? Hebu jiulize mbona anamtetea? Na mbona unamtetea hivyo? Kwa sababu mimi kijana ananisaidia kazi. Sio unatokanga unaenda, ananisaidia kazi. Sasa zile mtu amelia. Ni kazi gani yeye anamsaidia? Anamtuma hata kwa duka. Na mimi ako sawa na wewe mwalimu na shuku. Nakwambia unaona huyu mtumisha mimi sikuwa namjua. Wewe ulikuwa unamjua kweli? Simjui, ndio maana na wewe si wewe, lakini yeye anajua yule jamaa kutulia. Wewe mwalimu kwa mjanja. Kuna kazi nyingine apart from hiyo kazi wanafanya. Kazi gani? Wanaweza kuwa hivyo. Huyu atakuharibia ndoa. Hawa ni wale wanavunjanga ndoa za watu. Ndoa ama ni wale huyu anaweza kuwa anaweza nakutaka kweli? Haya. Mimi nitake nani tena? Si nyinyi ndio mmenipata hapa nimekaa. Huyu anaweza kukutaka kweli? Wewe amini watumishi wa Nairobi waharibu ndoa yako, shauri yako. Mimi ndo nakaa na huyo kijana namjua. Mimi siwezi amini mtu ametoka huko anakuja kuambia vitu. Mimi mwalimu. Ama ni benye amejivaa ama ni nini? Sasa huyu anatumikia nani? Huyu. Si ameniambia alikuja tu kuvuta upepo huko, saa hii hako kwa huduma. Na hii nywele inakaa rasta. Si hawa ni wale wanini wenye siku hizi wakisuka marasta hivi ndio wanasemanga ati Mungu nini? Unakumbuka yule Mungu wa Tongaren yule? Si ni muongo. Nakwambia unakumbuka? Nakumbuka. Sasa kuweka hiyo kitu kwa kichwa si kuimanishi kitu. Wewe, nani Tongaren? Hiyo tu ni yangu na mke wangu. Hiyo si yako wewe. Mnataka kunilinganisha na mwenye hadi? Hiyo si yako. Mtumishi. Mimi fanya aje? Wacha mimi nirudi nyumbani. Rudi wewe. Sitaki ionekane kuwa nimekuja hapa kuharibia ndoa. Haina shida. Lakini wewe utaniprove wewe. Hakuna mtu anakuprove, achana na huyu mtu ni muongo. Na mke wangu mbona umeshika hiyo maneno sana wewe? Hapana. Wacha pastor aende. Mimi wacha nisiongelee sana. Wewe acha niongee na huyu mke wangu ndio tujue. Wewe pastor wewe enda tuongee na huyu mke wangu. Unasema utarudi? Nirudi wapi? Mimi hata siwajui. Si nimekuelezea mimi nyumba yangu iko huko hiyo side nini hata ukipenda unaweza unaweza pita hapa shortcut. Unanirada? Wewe hujui? Mimi sawa. Sasa wewe nitakutafuta. Bye, nitakutafuta. Wachana na stories za mapasta. Mke wangu sasa, hebu nikuulize. Huyo pastor wewe unamjua? Mimi simjui. Mtumishi mgani mwenye mimi simjui? Si pastor ameenda wewe umjui? Mimi simjui. Si nyinyi ndio mnajifanya nyinyi ndio watoto wa kanisa hivi nini? Umjui? Ndio maana nimekuambia huyo mtu ni muongo. Na akikuja na mtu ama akuje na polisi ama akuje na nini? Kwa nini polisi? Na DCI wachunguze nipate wewe pia uko hapo ndani. Utaishi kweli? Umeanza kunishuku. Utaishi kweli? Nijibu tu. Umeanza kusikiza pastor. Nijibu tu. Utaishi kweli? Nitaishi. Utaishi? Au hakuna kitu?
Hakuna kitu. Hata wewe unajua nakupenda hiyo naye mimi sitaki kujua mimi hizo. Watu wachana nazo. Mimi sitaki kujua. Pastor akikuja kusema, unajua pastor akiniambia amefanya uchunguzi na niletee evidence kwa simu. Na niambie hivi umekuwa ukifanya hivi. Wapi evidence? Evidence atoe wapi? Uko sure huyu mtu hauna kitu na yeye, huyu mchizi wangu? Sasa mchizi mgani? Huyu mwenye tuliyemuokota huyu mmoja. Huyu kijana ni mzuri, ananga hata maneno mingi. Alafu tunamalizia hii kitu tukisema akuli leo. Mbona sikule? Chakula ni wewe unapika ama akuli kwangu, mimi ndio naleta, wewe ndio lele. We, nikiongea nataka unanyamaza. Sawa. Na this time nisimuone karibu na wewe. Toka uende nyumbani. Nisimkuone na wewe. Ala.